Nasoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Wanafunzi, waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa kizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimwone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washitaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo anasema hivi: mbona wakitazama kibanzi katika jicho la ndugu yako, hali hulitazami boliti lilokuwa katika jicho lako mwenyewe? Kwa nini unakitazama kibanzi tu, kibanzi katika jicho la ndugu yako, hali wewe una boliti katika jicho lako na hulioni hilo? Kwa nini unahangaika na kibanzi kilicho katika jicho la ndugu yako na wewe mwenyewe una boliti katika jicho lako mwenyewe? Kwa nini? Ni unafiki huo. Bwana wetu Yesu Kristo anasema huo ni unafiki. Unawezaje kushughulika na kibanzi katika jicho la ndugu yako na wewe mwenyewe una tatizo kubwa, boliti liko kwenye jicho lako? Ni lazima uanze kwanza kutoa boliti ulilonalo wewe, ndipo ukiwa sawa, nenda kwa ndugu yako umwambie, sasa ondoa hicho kibanzi. Yesu Kristo anatufundisha hii Injili. Lazima wewe hakikisha huna boliti, kwa sababu una boliti wewe. Hakikisha unaondoa kwanza hilo boliti lako. Ukisha liondoa ukiwa safi, basi sasa uende kwa ndugu yako, una haki ya kumwambia ondoa hicho kibanzi. Sasa wewe una boliti hukulitoa, unaishi na hilo boliti, alafu unaenda kwa ndugu yako unamwambia wewe una kibanzi na hukitoi. Kwa nini? Bila shaka atakuuliza, mimi nina kibanzi sawa, lakini mbona katika jicho lako una boliti? Hufai. Ni lazima uhakikishe huna boliti, ndipo ukatoe kibanzi kwenye jicho la ndugu yako. Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha hivi. Watu wengi wako hivyo. Watu wengi ni wanafiki. Watu wengi wanamcha Mungu, wanaonekana ni wacha Mungu, lakini ni wanafiki. Wanafiki wakubwa. Mbele za watu wanaonekana kama
kama ni wacha Mungu, kama ni Wakristo, lakini ukiwaangalia wanahangaika na vibanzi kwenye jicho la jirani yake, kwenye jicho la ndugu yake, hali yeye mwenyewe amekumbatia boliti. Sasa analificha boliti, anataka kutoa kibanzi kwenye jicho la ndugu yake, yeye ana boliti kwenye jicho. Hauwezi kuwa msuluhishi wewe. Kwa Mungu hufai. Kwa wanadamu utaonekana wewe ni kama mwenye busara, mwenye hekima, lakini kwa Mungu wewe ni mchafu mtupu, mnafiki. Tumesoma hii Injili, ina mambo mengi ya kuhubiri, lakini tutahubiri kitu kimoja na kitu kingine tutahubiri wakati unaokuja. Siku ile wakati Bwana wetu Yesu Kristo yuko hekaluni anafundisha, watu wakamwendea asubuhi wapate kufundishwa Injili, neno la Mungu. Na wakati akiwa anawafundisha, Mafarisayo na wakuu wa makuhani na waandishi hawa wanaompinga Yesu Kristo, wasiotaka kuamini neno la Mungu, wakamjia, wakamletea mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa akiwa anazini, na Torati yetu, yani sheria, Musa alituagiza wanawake wa namna hii wanaodhini wakakamatwa wapigwe mawe wauawe. Wewe Yesu mwalimu, unasemaje? Wakati huo wanasema hivi, Biblia inasema walikuwa wanamjaribu. Kwa nini walikuwa wanamjaribu Bwana wetu Yesu Kristo? Wana akili za kibinadamu, walifikiri Yesu Kristo ni mwanadamu, wasijue Yesu Kristo ni Mungu, anawaelewa wanachotaka. Kwa sababu sheria inasema, Torati inasema mwanamke akifumaniwa kwenye uzinzi apigwe mawe, na hii ni kweli. Sasa wanajua, twende tukamtege. Akisema apigwe mawe huyu mwanamke kwa kumujibu wa sheria, tutamuuliza, mbona ulisema umekuja kukomboa watu na sasa huyu anakufa? Wewe ni mkombozi wa namna gani? Kama wewe ni mkombozi, ulitakiwa kumkomboa huyu. Huyu sasa anapigwa kwa mujibu wa sheria, wewe ni mkombozi wa namna gani? Na kama akisema asipigwe mawe aachwe, atakuwa amevunja sheria. Yeye anamtukana Musa, anamkataa Musa, tutapata sababu ya kumshtaki na kumwangamiza, kwa sababu akisema tusimwangamize kwa mujibu wa sheria, atakuwa ameipinga sheria. Yeye atakuwa muasi, tutapata sababu ya kumshtaki. Na akisema kwamba apigwe mawe au wawe kama sheria inavyosema, tutamuuliza, wewe ni mkombozi wa namna gani? Kwa hiyo wakijua wao wenyewe kwa hekima zao za kidunia za kibinadamu, wanajua wanamshinda Yesu Kristo, wasijue Yesu Kristo ni Mungu. Basi walipomwambia hivi, wakamhoji mara nyingi, Yesu Kristo akainama chini akaandika kwa kidole chake. Nini alichokuwa naandika? Nitahubiri mbele kwa muda unaofuata. Leo nahubiri kingine. Wakati wanamhoji sana, akainuka akasema, yeyote miongoni mwenu ambaye anajiona anajua kwamba kweli hana dhambi, wala hajawahi kutenda dhambi, hajawahi kuvunja sheria za Mungu, amri 10 za Mungu, hajawahi hata siku moja, yeye sio mwenye dhambi, awe wa kwanza wa kumpiga mawe huyu. Hilo ndo jibu la Yesu Kristo. Alafu akainama tena chini akaanza kuandika kwa kidole chake. Ina maana kubwa kwenye kuandika kwa kidole chake. Nitasema mahubiri yanayofuata. Wakati ule waliposikia hilo neno la Bwana wetu Yesu Kristo, ndani ya mioyo yao wakashtumiwa, wakashtakiwa, wakakimbia mmoja mmoja, wakamwacha huyo mwanamke hapo amesimama na Yesu Kristo. Wao wote wakatokomea. Nini? Aibu. Yesu Kristo anainuka, anamkuta yuko mwanamke tu, hao watu hawapo. Anamuuliza, hakuna waliokustaki? Wote wako wapi? Hawajakuhesabia hatia? Akasema, hamna Bwana. Akasema, wala mimi sikuhukumu, bali nenda zako nyumbani, usitende dhambi tena.
Nini maana yake maandiko haya matakatifu? Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha siri ya maisha ya kiroho na siri ya wanafiki wanaosema wao wanamcha Mungu, lakini wanaishi maisha ya dhambi na giza, lakini kwa nje wanajificha, wanasema wao ni wacha Mungu, lakini sio wacha Mungu, ni watu wa kuzimu, ila wanajificha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Mungu. Angalia watu hawa wamemshika mzinzi, wanamleta kwa Yesu Kristo, wanaongea kwa habari ya sheria, kana kwamba wao ni wacha Mungu sana, wameshika sheria zote, hawana hatia, hawana dhambi. Wanataka huyu mwanamke apigwe mawe, wanamhukumu kwa mawe au wawe, wanamhukumia kifo. Yesu Kristo anawaambia yoyote ambaye anaona hana dhambi ndio wa kwanza awe kumpiga mawe. Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha hukumu ya haki ni ile inayotoka kwa Mungu, ambaye huyo peke yake ndio mwenye haki. Huyo ndiye mwenye haki na hukumu yake ni ya kweli. Sasa wanadamu wote ni wenye dhambi. Mwenye dhambi amhukumu mwenye dhambi ni upuzi. Yesu Kristo anatufundisha wewe ni mwenye dhambi, umemleta mwenye dhambi ahukumiwe mauti, wakati wewe mwenyewe ni mwenye dhambi. Wote mnastahili kuhukumiwa mauti, kama unavyotaka huyo ahukumiwe mauti na wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe umevunja sheria na huyu naye amevunja sheria, wote mnastahili kuuawa, wote mnastahili mauti. Mwenye dhambi hawezi kumhukumu mwenye dhambi, hiyo hukumu sio ya kweli. Hawa watu wanataka kujifanya wao ni wenye haki, kwa hiyo wanaficha uovu wao, wanaficha madhambi yao, wanaficha uchafu wao kwa migongo ya huyu, nyuma ya mgongo wa huyu mwanamke mzinzi. Wanasema huyu mwanamke ndio mwenye dhambi. Hii inamaanisha nini? Sisi ni wenye haki, sisi ni wenye haki, sisi ni wacha Mungu na tunashika amri za Mungu alizopewa Musa. Musa anasema watu walioshikwa wazinzi wapigwe mawe, lakini Yesu Kristo ni Mungu akiwatazama wao ndio wenye dhambi wakubwa, bora na huyu mwanamke. Akiwatazama wao ndio wenye dhambi na wao wanatakiwa kuuawa, mauti na wahitaji. Hukumu ya amri, hukumu ya Torati inawahusu. Na walipoona wenyewe kwamba kweli na sisi ni wenye dhambi, ila tu hatujakamatwa, wakaondoka. Wao wenyewe wakajishuhudia, na sisi ni wenye dhambi, kama ni mauti na sisi inatuhusu. Kwa hiyo wameumbuliwa na Bwana wetu Yesu Kristo, mbona hata nyinyi mnastahili kuuawa? Anayestahili kumhukumu huyu ni mwenye haki asiye na dhambi hata mmoja, yani Mungu mwenyewe. Sasa wewe unayekuja hapa, wewe mwenyewe una mzigo wa dhambi, mauti na kuhitaji. Kama hii mauti unayetaka huyu imemkute, na wewe ikukute hiyo hiyo, unasemaje? Wakakimbia. Mungu anatufundisha hii. Watu wengi wako hivi duniani, wacha Mungu wengi wako hivi, wanadamu wengi wako katika hali hii ya unafiki. Wako rahisi sana kunyosha vidole kwa wengine, kusema hawa ni wachafu. Wako rahisi sana kuwashutumu wengine, kusema huyu ni mwenye dhambi, hafai, lakini nyuma yake yeye ndio mchafu, bora na huyo wanayesema ni mchafu. Wanajificha kupitia migongo ya watu wengine, wao wasijulikane kama ni wenye dhambi, laana na mauti, kama ni waabudu shetani, ni wana wa majoka. Wanajificha kwa kuwashutumu wengine, kusema hawa ndio wenye dhambi wanaostahili kuhukumiwa. Kumbe wao ndio majambazi wakubwa, tena majambazi wa kiroho na mwili, wapinga Kristo wakubwa. Wanahubiri kukemea dhambi, wao ndio wanamiliki dhambi. Hawa waandishi na Mafarisayo, wakuu wa makuhani, ni wakuu wa dini. Hawa wanajulikana, wanataka kutoa hukumu kwa huyu mwenye dhambi, na wao wenyewe kumbe ni wenye dhambi.
Kwa hiyo dhambi zao wanazificha nyuma ya watu wadhaifu wanaoonekana kama hawa ndio wenye dhambi, wanawashutumia hao. Mungu anawajua, kumbe wao ndio wenye dhambi wakubwa. Sasa badala ya kubaki kwa Yesu Kristo watubu wapate msamaha wa dhambi, wanakimbia, wanamwacha Kristo. Huyu mwanamke hakuondoka kwa Yesu Kristo. Watu wengi wako hivyo, wachungaji wengi wako hivyo, wanaonekana kukemea dhambi, wao ndio wenye dhambi wakubwa. Wanaonekana kuonya madhambi machafu, uovu, wao ndio wakuu wa uovu. Unafiki huu, mbona unaona kibanzi katika jicho la ndugu yako na hali katika jicho lako unalo boriti mwenyewe? Mbona hulitazami hilo boriti lako? Hawa wakuu wa Mafarisayo, wakuu wa makuhani na waandishi wanaona kibanzi cha huyu mwanamke, hali wao katika majicho yao wana maboriti. Yesu Kristo anatuambia, anawafunza hapo, anawaambia, mbona mnaona kibanzi kwenye jicho la ndugu yako, hali wewe mwenyewe katika jicho lako unamiliki boriti? Litoe kwanza hilo boriti, ndio uwe na haki ya kuanza kusafisha jicho la ndugu yako. Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia, mwenye kukemea uchafu sharti awe yeye mwenyewe kwanza sio mchafu. Chukia uchafu, chukia uovu, ndio ukemee uovu. Hakikisha wewe mwenyewe hayo maovu huyafanyi, ndio ukemee uovu. Hakikisha wewe mwenyewe huo uchawi, hilo giza huna, ndio ukemee hilo giza. Lakini ajabu, watumishi wa leo na watumishi na Wakristo wa leo wanakemea uovu kwa wengine, wao wenyewe wanamiliki, wamekuwa wakuu wa maovu. Injili inasema hivi katika Warumi sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 kama hivi mpaka wa 10. Wewe unaohukumu wengine, je, hujihukumu mwenyewe? Wewe unayewahukumu wengine, je, hujihukumu mwenyewe? Ujue hiyo hukumu unayowahukumia hao ni yako, itakupata na wewe pia, kwa sababu unawaambia wengine wasizini, unazidi mwenyewe. Unawaambia wengine wasiibe, wewe mwenyewe ndio mkuu wa kuiba, mkuu wa wezi. Wewe mwenyewe ndio unaabudu nguvu za kuzimu. Sasa hapo unafanya nini? Ni hasara juu ya hasara. Unawakemea watu waache uongo, wewe ndio mkuu wa uongo. Waache watu dhuluma, wewe mwenyewe ndio mdhulumaji mkuu, mwizi, tapeli. Makanisani humo tunaona mchungaji anakemea giza, yeye mwenyewe ndio anawajibika kwa waganga na nguvu anazozitumia ni za kichawi, alafu anakemea uovu. Unafiki mkubwa. Mbona unaona kibanzi kwenye jicho la ndugu yako, hali wewe mwenyewe hulitazami hilo boriti? Tusome mara moja hili neno, tusome Warumi 2. Warumi 2 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 9, tusome. Sikiliza hili neno. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo wewe mtu uwaye yote uhukumuye, huna udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe, kwa kuwa wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale, nasi twajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyayo hayo. Wewe binadamu wahukumuye wale wafanyayo hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe, je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au waudhalau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu?
bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Wale ambao kwa subira katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kuto kuharibika, watapewa uzima wa milele. Na wale wenye fitina wasioitii kweli, bali wakubalio dhuluma, watapata hasira na ghadhabu, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Mpaka mstari wa 9. Lakini ukisoma mstari kuanzia wa 21 anasema hivi mpaka 23. Warumi hiyo 2 anasema, basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe? Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe? Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu? Wewe ujisifuye katika torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi torati. Watumishi wengi wako hivi, wanakemea dhambi, wao ndo wakuu wa dhambi. Wanakemea ufisadi na dhuluma, wao ndio maprofesa wa dhuluma na ufisadi na rushwa. Wanakemea wengine wasiwe na nguvu za kichawi na uganga, wao wenyewe ni waganga na ndio wanamiliki hizo nguvu za kuzimu. Unafiki mkubwa. Mbona unaona kibanzi katika jicho la mwenzako? Wanashutumu watu wengine, lakini wao wenyewe wanajificha kupitia kuwashutumu wengine. Wao ni wenye dhambi wakubwa. Mungu akiwatazama hakuna mwenye haki hapo, wote ni wenye dhambi. Wakuu wa makuhani, waandishi wanakuja mbele za Yesu Kristo kana kwamba wenye haki, kana kwamba ni watumishi wa Mungu, kana kwamba watu wa dini walioiva, wana imani kweli kweli, lakini kumbe ni wauaji, kumbe ni mafisadi, wala rushwa, waongo, matapeli, wakakimbia wote. Mungu anatufundisha kwamba hivi ndivyo ilivyo leo. Watumishi wengi wako hivyo, wanawashutumu watu hawa wadhaifu wadogo wadogo, wao wenyewe wakijificha kwa kupitia kuwashutumu watu hawa, lakini wao wenyewe ndio wakuu wa madhambi yote ya namna yote na uchafu wote. Mungu anawaona kwa sababu andiko linasema. Na hata watumishi wadogo wadogo, hata Wakristo wenyewe mmoja mmoja, popote alipo, wengi wao wako katika unafiki huu. Wanakemea wizi, wao wenyewe ni wizi, wanaiba. Wanasema usiseme uongo, wao wanasema uongo. Wanasema watu wasizini, wanazini wao wenyewe. Watu wasiibe, wao ni wala rushwa, wadhulumwaji. Unafiki mtupu. Mcha Mungu wa namna gani unaishi hivyo? Kama unataka kuonya uovu, hakikisha wewe mwenyewe kwanza umekwisha kujionya. Unamhukumuje mtu ambayo mahukumu hayo ndiyo yako kwako mwenyewe? Unamfundishaje mtu wewe mwenyewe hujifundishi kwa hayo unayosema? Wamfundisha mtu mwingine, hujifundishi mwenyewe. Unamwambia mtu asiibe, asiseme uongo, asizini, wewe mwenyewe unazini, wewe mwenyewe unasema uongo, unaiba. Hujifundishi kwa hayo unayoyahubiri, kwa sababu hatukupewa nafasi ya kuhubiri tu kwa watu. Anza na wewe, neno hilo linakata kuwili. Wewe mwenyewe toa hilo boliti. Ukisha kulitoa utakuwa na nguvu na ujasiri wa kutoa kibanzi kwa ndugu yako. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Lakini mimi nikuambie, hujachelewa. Kama ni mtumishi wa Mungu, badilika. Acha kuwa fisadi na mlalushwa na mwongo. Acha kuwa mnafiki, badilika. Lakini pia wale watu wanaoshutumiwa, usiogope. Yoyote anayekushutumu, awe ndugu yako au yoyote, anapokushutumu kwa ovu lolote,
umelitenda au hujalitenda. Nakupa njia moja na siri moja. Kama umelitenda, jihuzulishe mbele za Mungu, usiondoke mbele za Yesu Kristo. Iwe anajua au hajui, wewe jishughulishe tu kukaa karibu na Yesu Kristo, liitie jina lake na uombe rehema, uombe toba, ubadilishe maisha. Kama ulifanya, Mungu anakupokea. Na hata kama hukufanya lakini unashutumiwa kwa hayo, fanya vile vile. Wewe lia mbele za Mungu, jihuzulishe mbele za Mungu, baki upande wa Mungu. Usiwajibu kwa maneno yao. Wao wanakudhihaki, usiwajibu kwa dhihaka. Wao wanakutukana, usijibu matusi. Wewe neno moja tu, jikamilishe kwa Yesu Kristo. Wao hawawezi kujikamilisha, wao wamejificha mgongoni kwako, wanakushutumu wewe ili wao waonekane kama ni wacha Mungu, kumbe ni waasi wakubwa. Sasa wewe tatua tatizo lako, kukaa pembeni kwa Yesu Kristo. Wao waache, waendelee kuwa wanafiki. Uwe umefanya au haujafanya, wanakusema kwa uongo au wanakusema kwa kweli, njia ni moja tu, baki upande wa Yesu Kristo. Kaa karibu na Yesu Kristo. Hivi ndivyo mwanamke huyu alivyofanya. Wamemshutumu na wanataka uwawe, lakini hakuwajibu kwa matusi hayo. Kwa aibu waliompa hakuwajibu, wala hakurudisha mapigo, wala hakurudisha matusi, wala hakukemeana nao. Alichokifanya ni kukaa pembeni pa Yesu Kristo. Wao wanakimbia, yeye amebaki, siondoki, na baki na Yesu Kristo. Huyu ndio wokovu wangu, huyu ndio suluhisho la maisha yangu. Kama mimi ni mzinzi, Kristo atanikomboa, atanisamehe na nitabadilika. Kama hawa wananisingizia, Yesu Kristo ndio faraja yangu. Nitabaki, nitasikia sauti ya Yesu Kristo ikisema fanya hiki. Huyu mwanamke alibaki hapo, na wewe fanya hivyo kama huyu mwanamke. Wakikushutumu kwa kweli, wakikushutumu kwa uongo, baki na Yesu Kristo. Lakini wao wana maboriti, ukijua hilo jambo. Wanahangaika na kibanzi kwenye jicho lako, lakini wao wana mizigo ya maboriti. Mungu akubariki sana popote ulipo. Kwa yoyote atakaye kushutumu, lia na Mungu, piga magoti ndani, omba msamaha, muombee yeye msamaha, asamehewe kwa maovu na dhambi anayoifanya juu yako. Muombee hiyo, na Mungu atakutazama wewe, na ghadhabu ya Mungu itaenda kwake, kwa sababu ataona huyu anamkosesha mtumishi wangu, mwanangu huyu. Atamwadhibu yeye, hatamwacha, na hataelewa kwa nini ninapata matatizo kama haya. Yeye hataelewa. Lakini wewe usije ukapita njia ya muovu. Yeye anakulani, wewe mbariki. Yeye anakushutumu, wewe lia na Mungu. Utabarikiwa, utalindwa. Yesu Kristo anamwambia yule mwanamke, hakuna aliyekushutumu, hakuna aliyekustaki na kukuhukumu. Anasema hayupo Bwana. Akwambia, mimi sijaja kuhukumu, mimi nimekuja kuokoa waliopotea. Nenda nyumbani, usitende dhambi tena. Sasa tunatubu, tunabadilika, tunakuwa wana wa Mungu, tunakuwa kielelezo na mfano wa kuigwa ulimwenguni kote. Sisi ni nuru. Fanya hivyo, mtu wa Mungu. Kama unampenda Yesu Kristo, basi ujue hivi, lazima uanze kushughulikia maisha yako mwenyewe kabla hujaenda kushughulikia maisha ya ndugu yako. Toa kwanza boliti lililokuwa katika kichwa, katika macho yako, katika jicho lako, alafu ndipo uanze kutoa kibanzi kwenye jicho la ndugu yako. Mungu amenifundisha hivi. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.